Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu ni mzima wa afya kabisa popote pale ulipo, na karibu katika taarifa yetu ya habari ya leo Alhamisi tarehe 2 Oktoba mwaka 2025, na hii ni taarifa maalumu inayokuletea muhtasari wa matukio makuu ya kitaifa na kimataifa. Katika taarifa ya leo tutakuletea habari za usalama mashariki mwa nchi, mwenendo wa hali ya siasa kitaifa pamoja na masuala ya kijamii na kiuchumi yanayogusa maisha ya kila siku ya raia. Pia tutakujuza kuhusu matukio makuu barani Afrika na duniani kwa ujumla. Na basi kama itakuwa mara kwanza ndio unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla ya chochote tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, basi cha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku ni kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo tunaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na kwenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza kubonyeza kwenye titre na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambapo utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itasababisha unajumuika pamoja nasi kwenye channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili ukibonyeza iza kuklike itasababisha unajumuika pamoja nasi kwenye grupe letu la WhatsApp, na itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambapo tutakuwa na kupostia habari mpya kwenye channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Iteloje Lulonga. Basi na kualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2025. Neni Kivu News Info, kisima chako pekee cha habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na habari zetu tuanzie uko Musienene, wilaya Lubero, Kivu Kaskazini. Shughuli zote za kijamii na za kiuchumi zilisitishwa kabisa jana Jumatano tarehe 1 Oktoba katika mji wa Musienene, makao makuu ya sheferi ya Bashwanga, kufuatia maandamano makubwa ya wananchi. Wananchi walalamika barabarani wakipinga utekaji nyara wa vijana 5 wa eneo hilo waliodaiwa kuchukuliwa na wanamgambo wa Maimai wanaojisibu kufuata amri ya Jenerali Ngendu. Kulingana na mashahidi na viongozi wa jamii, vijana 2 walitekwa Jumatatu usiku na wengine 3 usiku iliyofuatwa kwa mazingira yanayofanana. Hasira za wananchi zilienea haraka katika kijiji jirani vya Katolo na Kia. Watoto waliokuwa wameshafika shuleni waliamiriwa kurudi majumbani. Maduka, ofisi za biashara na hata famasia zimebaki zimefungwa. Hali ilisababisha mji mzima kuonekana kimya na wenye wasiwasi. Barabara kuu namba 2 inayounganisha Butembo na Goma pia ilitatizwa. Magari kutoka pande zote mbili yalazimika kurudi nyuma kutokana na viziwizi vilivyowekwa na waandamaji. Kwa sasa hofu ya kuzuka kwa vurugu zaidi imeanza kuwalazimisha baadhi ya familia kuhamia Butembo, wakihofia makabiliano kati ya wanamgambo na wananchi. Hali ya usalama na malalamiko ya jamii kwa muda mrefu eneo la Musienene na sheferia Bashwanga limekuwa likikabiliwa na vitendo vya ukatili vinavyohusishwa na makundi ya wazalendo. Wananchi wanaripoti vitendo vya uporaji, ubakaji, ukamataji holela, ulipishaji wa kodi zisizo rasmi na viziwizi haramu barabarani. Viongozi wa jamii wanalahumu pia matumizi mabaya ya silaha, risasi kupotezwa ovyo na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Hata hivi karibuni wananchi 2 akiwemo Charles Kambale na Vianney walikamatwa kiolela na wanamgambo Aho. Ikumbukwe kwamba mnamo tarehe 17 Septemba viongozi wa jamii na asisi za kiraia waliwasilisha memorandumu kwa utawala wa kijeshi ya wilaya ya Lubero wakilahani uhalifu wa makundi haya na kudai hatua za haraka za kuimarisha usalama.
Na tujelekeze Uvira, mkoa wa Kivu Kusini. Mpendwa msikilizaji, tunaanza na habari za usalama kutoka mashariki mwa nchi. Mwanachama mmoja wa kundi la waasi wa Kirundi linalojulikana kama Red Tabara linaloshirikiana na waasi wa M23 amekamatwa jana Jumatano tarehe 1 Oktoba mjini Uvira, Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na wazalendo, mtu huyo alikamatwa akiwa anajaribu kutoroka baada ya mapigano makali yaliyofanyika eneo la Kajegere kwenye milima ya juu ya kati ya Uvira. Akizungumza na waandishi wa habari, Meshake Alexis Biadunia, msemaji wa Reserve Armée de la Défense RADE, alibainisha kuwa mtumiwa huyo ni raia wa Burundi na amekiri kupigana bega kwa bega na vikundi vya Twirwaneho na waasi wa M23 kabla ya kuhamia maeneo ya Kamanyola na kisha kurudi Uvira. Msemaji huyo ameongeza kuwa operesheni za kijeshi za FARDC kwa kushirikiana na wazalendo wiki iliyopita zilisababisha hasara kubwa upande wa makundi ya waasi, jambo lilosababisha mtuhumiwa huyo kutoroka. Wakati wa mahojiano alikiri kuwa wenzake kadhaa waliangamia katika mashambulizi ya FARDC kwenye eneo tofauti ya milima ya juu ya Uvira. Kwa sasa mtuhumiwa huyu amekabiliwa na sokola mbili ya Kivu Kusini na anatarajiwa kuhamishwa kwa idara ya ujasusi wa kijeshi na hatua zaidi, ikiwemo uwezekano wa kurejeshwa nchini Burundi. Bwana Alexis Biadunia amesisitiza kuwa Burundi ni nchi rafiki kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa hivyo mtuhumiwa huyo amekabidhiwa kwa mamlaka husika kwa mujibu wa ushirikiano wa kimataifa. Aidha, amewahakikishia wakazi wa Uvira kwamba hali ya usalama iko chini ya udhibiti wa FARDC na wazalendo na wananchi wanaweza kuendelea na shughuli zao kwa amani. Kwa kumbukumbu, Red Tabara ni kundi la waasi kutoka Burundi linaloshutumiwa kwa mashambulizi ya kuvuka mipaka, na Bujumbura ulitambua kama kundi la kigaidi. Ushirikiano wake na waasi wa M23 ambao Kinshasa na ripoti za Umoja wa Mataifa zinasema unasaidiwa kijeshi na Kigali, unaendelea kuzua wasiwasi mkubwa katika ukanda wa maziwa makuu. Na tujelekeze uko Ituri, wilaya ya Irumu. Mamia wakazi waliorejea katika maeneo ya barabara ya Komanda Luna ndani ya sheferia Walese Vontuku, wilaya ya Irumu, jimbo la Ituri, wanakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa huduma za afya. Kwa mujibu wa mashahidi, vituo vingi vya kiafya katika eneo hilo viliharibiwa au kuchomwa moto miezi michache iliyopita na waasi wa ADF. Hata hivyo, inalazimisha familia nyingi kutembea umbali wa makumi ya kilomita ili kupata matibabu, hasa mjini Komanda. Walioko katika hatari kubwa zaidi ni wanawake wajawazito, watoto na wazee ambao hawana uwezo wa kustamili safari ndefu za kutafuta tiba. Kwa sasa vituo vichache viliobaki vikifanya kazi kama vile vya Panzili mbili, Ofeye, Bwanasura, Idou na Ndailia vinakosa dawa, huduma za vifaa muhimu vya matibabu. Mwenyekiti wa jamii za kiraia katika eneo hilo, Diedone Marangai, anatoa wito wa wahudumu wa afya waliokimbia kurejea ili kuokoa maisha ya wagonjwa. Ameongeza kuwa hali ya janga la kiafya inajitokeza sambamba na ukosefu wa usalama unaoendelea kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi wa ADF ambayo yamesababisha vifo vya watu wengi na uharibifu mkubwa wa miundombinu ikiwemo hospitali na vituo vya afya. Hali ya ukosefu wa huduma za afya Ituri inaendelea kuibua wasiwasi mkubwa, huku wakazi wakihisi wamesaulika na dola katika wakati ambapo maisha yao yako hatarini. Na tujelekeze uko Lubutu, jimbo la Maniema. Mazungumzo yameanza rasmi mjini Lubutu kati ya kundi la wazalendo linaloongozwa na jenerali anayejiita Bukui na mamlaka za kisiasa na kiutawala kwa lengo la kurejesha silaha za FARDC zilizotekwa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa mamlaka ya wilaya ya Lubutu ambayo ndiyo inaongoza mazungumzo hayo, wazalendo walipora bunduki 9 kufuatia shambulio dhidi ya wanajeshi wa FARDC katika eneo la Yumbi. Mazungumzo haya yanashuhudiwa kuna wabunge wa eneo hilo, maofisa wa Dejeme, meya wa Lubutu, viongozi wa jamii za kiraia, wakuu wa vijiji, viongozi wa vijana pamoja na wawakilishi wa wazawa.
Chanzo kimoja kilichopo karibu na mazungumzo hayo kimeeleza kuwa hasira ya wazalendo inahusiana na kuteuliwa kwa naibu mpya wa kamanda wa Batayo huko Punia, ambaye walimkataa uwepo wake. Kumbuka kuwa kuanzia tarehe 26 hadi 28 Septemba kulitokea mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo katika maeneo ya Yumbi, Punia na Lubutu, yaliyosababisha vifo vya wanajeshi 3 wa FARDC na mmoja kutoka kundi la wazalendo, huku kadhaa wakijereuliwa. Hali ya mazungumzo haya sasa ndiyo itakayotoa mwelekeo kuhusu iwapo silaha zilizokamatwa zitarejeshwa na namna uhusiano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya wazalendo utakayoendelea kusimamiwa. Na tujelekeze huko Lubero, Kivu Kaskazini. Hali ya elimu inaendelea kuwa ya kusikitisha katika maeneo yaliyoathiriwa na vita mashariki mwa nchi. Takribani wanafunzi 400 wa shule ya msingi Kitaviro iliyoko kijijini Bingi, umbali wa kilomita 93 kutoka mji wa Butembo, wanasoma katika mazingira magumu baada ya shule yao kuharibiwa vibaya na mabomu wakati wa mapigano kati ya FARDC na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa, madarasa 6 ya shule hiyo yaliharibiwa kabisa na hayatumiki tena. Kwa sasa wanafunzi hulazimika kuhama na kwenda kusomea katika shule jirani, lakini wanapokea masomo yao mchana pekee, hali inayovuruga ratiba ya masomo na uwasiri ubora wa elimu. Mkuu wa shule Kambale Mirevo ametoa wito kwa serikali na mashirika ya binadamu kuingilia kati haraka ili kujenga upya miundombinu ya shule hiyo. Amesisitiza kwamba ni muhimu kuhakikisha watoto hao wanapata mazingira bora ya kujifunzia na kulindwa haki yao ya msingi ya elimu. Ni vyema kukumbuka kwamba mapigano yaliyoendelea kati ya makundi yenye silaha katika wilaya Lubero tayari yamesababisha wakazi wengi kuyahama makazi yao, na sasa yanatishia zaidi mustakabali wa watoto na elimu yao. Huzuni imetanda katika mji wa Goma baada ya kupatikana mwili wa kijana mwanafunzi aliyekuwa ametoweka tangu Jumapili iliyopita. Mwili wa marehemu ni Mugamba Kimonki Gadi mwenye umri wa miaka 19, mwanafunzi wa mwaka wa pili katika kitivo cha biodomedicine kwenye kituo kikuu cha Goma Inigome, ulikutwa mapema Jumatano hii katika mji wa Ziwa Kivu kwenye eneo la Lake Vere. Kwa mujibu wa familia, kijana huyo aliondoka nyumbani kwake katika mtaa wa Keshero Aveni Kitutu majira saa 11 alfajiri ya Jumapili akielekea kwenye mazoezi ya baskeli. Tangu siku hiyo hakuonekana tena. Dalili ya kwanza ya kutolewa kwake ilionekana Jumatatu mchana baada ya baskeli yake kupatikana ikiwa imefungwa kwa kifuli kwenye mti takribani mita 500 kutoka ufukweni, eneo lenye mteremko mkali. Tukio hili limeanza kuibua maswala kwa uchunguzi. Mwili wake ulipatikana Jumatano asubuhi ukiwa tayari umeanza kuoza kabla familia kudhibitisha rasmi kuwa ni Gadi. Vikosi vya ulinzi wa raia vilifika eneo hilo na kutoa mwili majini, ambayo kwa sasa umehifadhiwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti kwa uchunguzi wa kitabibu. Ingawa uchunguzi bado unaendelea, chanzo cha ajali hii hakijathibitishwa. Hata hivyo, inaelezwa kuwa sehemu ya ziwa hilo ni hatari kwa sababu ya kina kirefu na uwepo wa gasi, jambo linalopunguza uwezekano wa kuokoa mtu anapodumbukia. Jamii ya Goma na uongozi wa chuo wamepokea msiba huu kwa huzuni mkubwa. Familia marehemu inapanga kufanya ibada ya mazishi katika siku zijazo. Wakati huo, mamlaka za ndani zimeahidi kuendelea na uchunguzi ili kubaini ukweli wa tukio hili. Jumanne tarehe 13 Septemba, bunge la mkoa wa Kivu Kusini limefungua rasmi kikao chake cha kawaida cha Septemba katika hafla iliyofanyika kwenye ukumbi wa muda wa Kavimvira. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi wakuu wa mkoa wakiwemo gavana Jean-Jacques Purusi na naibu gavana Jean-Jacques Lakano pamoja na wajumbe wa meza ya kudumu ya bunge la mkoa. Katika hotuba yake ya ufunguzi, mwenyekiti wa bunge la mkoa Kabeza Zindula Feston amepongeza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa juhudi zake katika kuimarisha taasisi za kikatiba za mikoani. Aliwahimiza wabunge kuongeza bidii na kujikita zaidi katika kuwatumikia wananchi wa Kivu Kusini kwa kazi ya kibunge yenye uwajibikaji na nidhamu.
Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa katika kikao hiki ni kupitishwa kwa bajeti ya mkoa wa mwaka 2026, utekelezaji wa jukumu la udhibiti wa kibunge pamoja na kujadili changamoto kubwa zinazokabili maisha ya wananchi wa mkoa. Ufunguzi huu unakuja katika mazingira ya ukosefu wa usalama unaoendelea kufuatia mashambulizi yanayohusishwa na uvamizi wa Rwanda na washirika wake wa M23, hali ambayo inaendelea kuathiri maeneo kadhaa ya Kivu Kusini. Changamoto za kijamii na kiuchumi zikiwemo majanga ya kiasili kama mafuriko ya Kasaba na maporomoko ya ardhi Luhii zinaendelea kuathiri vikali maisha ya wakazi. Bunge pia limetumia fursa hii kuwapa heshima wahanga wa mauaji ya Kaniola na Kamisimbi pamoja na wale waliopoteza maisha katika maandamano ya kupinga ghasia mjini Uvira. Vile kumbukumbu ya mashujaa wa taifa kama marehemu Jenerali Daniele Mwaki Mbuluku na Jenerali Mzalendo Bihiro Rukumeta zilitunzwa. Mwenyekiti wa bunge alisisitiza msaada wa Kivu Kusini kwa mchakato wa amani unaendelea Washington na Doha, huku akitoa wito wa mshikamano wa kijamii na uthabiti wa taasisi ili kukabiliana na changamoto. Wabunge waliagizwa kuwasilisha haraka ripoti zao za kibunge ili sauti na matatizo ya wananchi zizingatiwe ipaswavyo kwenye bajeti ya mwaka 2026. Kikao hiki cha Septemba kinatazamiwa kwa maamuzi muhimu kwa mustakabali wa Kivu Kusini, hasa wakati huu ambapo mshikamano wa jamii na viongozi wa karibu na wananchi unahitajika zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Katika mkoa wa Kivu Kusini, hali ngumu ya kibinadamu na kiukwaji wa haki za binadamu umetangazwa katika gereza kuu la Mulunge mjini Uvira, makao ya muda ya taasisi ya mkoa huo. Observation droit, justice et gouvernance locale pour la cohésion sociale imetoa tahadhari kuhusu mazingira yanayoitwa kuwa ya kinyama na yasiyo ya kibinadamu kwa wafungwa walioko humo. Mkurugenzi wa shirika hiyo Maitre Ghislain Baraiga amesema kuwa wafungwa hawana maji, chakula, dawa, vitanda wala mashuka, huko hospitali ya ndani kiwa haina vifaa wala dawa. Alisema hali imesababisha mateso makubwa kwa wafungwa ambao wengi wao ni wanajeshi wa FARDC na wapiganaji wa Wazalendo, yaani watumishi wa taifa. Zaidi ya matatizo ya kibinadamu, shirika hilo inazungumza mapungufu makubwa ya kisheria. Baadhi ya wafungwa wanashikiliwa bila kufikishwa mbele ya chumba cha ushauri wa mahakama kinyume na taratibu za kisheria, huku majaji na waendesha mashtaka wakishtumiwa kwa uzembe na uvunjaji wa sheria. Maitre Baraiga anaendelea mbali zaidi akisema baadhi ya majistra ni wavunjaji wa kwanza wa sheria, wakituma washtakiwa gerezani kama mzigo bila ufuatiliaji. Aize inadaiwa kwamba mkuu wa mashtaka za serikali katika eneo hilo aishi Uvira bali Burundi, jambo linaloacha pengo kubwa la uangalizi na kuongeza uwezekano wa kiukwaji wa haki. Shirika hilo linatoa wito wa hatua za haraka ikiwemo msaada wa dharura wa kibinadamu, maji safi, chakula, mashuka na magodoro, uboreshaji wa huduma za afya gerezani, kurasimishwa mara moja kwa kesi za wafungwa, kuchukuliwa hatua za kinizamu na hata za jinai dhidi ya majaji wanaovunja sheria na kuingilia kati kwa mashirika ya kibinadamu. Kwa maneno yake mwenyewe, Maitre Ghislain Baraiga amesema wafungwa hawa ni baba na babu wa familia, wanastahili heshima na haki zao za msingi. Kwa sasa bila msaada wa haraka, wafungwa wa Mulunge wako kwenye hatari kubwa za kiafya na kisheria, hali ambayo shirika hiyo linaloita waziwazi dharura ya kibinadamu na sheria. Mwezi wa Septemba mwaka 2025 umekuwa wa kihistoria duniani kote kutokana na hukumu zinazowakabili viongozi wa zamani wa mataifa. Kwenye matukio makuu ya kisheria, Jair Bolsonaro, rais wa zamani wa Brazil, alikabiliwa na hukumu mahakamani. Vile Nicolas Sarkozy, rais wa zamani wa Ufaransa, pia alihukumiwa kwa kesi zinazohusiana na uongozi wake. Na sasa ni Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyepata hukumu mahakamani nchini kwake. Tukio hili linaashiria historia muhimu ambapo viongozi wakubwa wa kisiasa wanatakiwa kuhukumiwa kwa uwajibikaji wa kisiasa na kisheria. Hukumu hizi zinatuma ujumbe wazi mkubwa, hakuna mtu aliye juu ya sheria, na zinakumbusha viongozi wa wananchi kwamba uwajibikaji wa haki za raia ni msingi kwa kila taifa.
Aksanti kuwa wengi wenye kufata Radio Kapi. Karibu, sasa ni wakati wa kuwaletea taarifa yetu bila kukawia. Mshindi wa tuzo la amani la Nobel, Denis Mukwege, anashutumu kuendelea kutoadhibiwa kwa uhalifu mkubwa unaofanyika nchini DRC na kutoa mwito wa kuchukuliwa hatua za haraka za haki ya mpito ili kuhakikisha ukweli, fidia na kutorudilia. Mvutano mkubwa ulionekana Jumatano hii katika wilaya ya Kalambai pale Ngandajika. Sababu ni mzozo kati ya wanafunzi na walimu wa shule mbili za sekondari, ni kama vile taasisi ya Mpwilai na Kaya. Mainspekta wa wafanyakazi wa Kivu Kaskazini wako katika hali mbaya pa Kisangani. Wamekuwa mjini humo kwa zaidi ya mwezi moja wakitafuta mishahara yao ambayo hawajalipwa tangu miezi mitatu. Hawa wanavunjika moyo huko Kisangani. Karibu tena na usikilivu mwema kwa wote. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Bwana Denis Mukwege, anashutumu kuendelea kutoadhibiwa kwa uhalifu mkubwa unaoendeshwa nchini DRC na kutoa mwito wa kuchukua hatua za haraka za haki za mpito ili kuhakikisha ukweli, fidia na kutorudilia. Katika taarifa yake iliyotolewa leo kulingana na miaka 15 ya ripoti ya ramani, yani rapport mapping, anasisitiza haya kuwafikisha mahakamani waliohusika na kuimarisha uwajibikaji. Upande mwingine, Kivu ya Kaskazini, angalau kaya 216 zilizo katika mazingira magumu kutoka vijiji vya Buhamba na Kaguri ndani ya wilaya ya Kibati eneo la Nyiragongo zinanufaika na mradi wa ustahimilivu na kuamsha uchumi. Mradi huu ulianzishwa na shirika la kipekee la Solidarité pour l'émergence de la famille CFA. Ulizinduliwa rasmi Jumatano hii. Kulingana na kiongozi wa mradi, ndani ya muundo huu walenga kutoka kwa idadi ya watu walioathiriwa na janga la usalama na kibinadamu. Watafaidia na shughuli kadhaa wakati wa miezi mitatu hadi mwisho wa mwaka huu. Hizi ni pamoja na shughuli za kuzalisha mapato na kuzidisha katika mazingira ya usalama wa chakula kupitia mbinu ya kuhamisha fedha. Tukijelekeza huko Ituri, jueni kama waliorejea vitani kutoka mihimili ya Komanda Luna katika ufalme wa Walese Vonkutu katika eneo la Irumu bado hawana huduma ya afya. Vituo kadhaa vya matibabu vimeharibika au kuchomwa moto na waasi wa ADF. Wanawake wajawazito na watoto ambao wanaonekana ni wadhaifu zaidi ndio wako hatarini. Mamlaka ya kitamaduni na mashirika ya kiraia yanatoa mwito wa kuomba msaada wa dharura. Taarifa yake Isaac Remo yatafsiriwa na Martial Kiza. Katika usultani ya Walese Vonkutu, wakimbizi wengi wanarudi makao zao ndani ya vijiji nyingi kando ya barabara la taifa ya Hine, lakini hakuna hata vituo vya afya. Shida ni kwamba mafamilia zenye kurudi wanapasha fanya makilometa takriban zaidi ya 10 mpaka Komanda kwa kutafuta namna gani kupata matibabu. Wanasema wameteseka sana na hii hali wakati ya magonjwa. Hospitalini hakuna hata dawa, hali yenye kuwa na hatari kwa maisha ya wakaji. Wamesema hivi kwenye vituo vya afya zenye kutumika kama pale Pinzili ya pili, Ofai, Bwanasura, Idou na Ndalia, hakuna hata dawa na waganga ni wachache sana wenye kutumika bila hata vyombo vya kazi. Vituo vya afya nyingi ziliporwa na waasi ya ADF. Diedone Malangai, kiongozi wa shirika la raia nyumbani, anatosha wito kwa shirika za kihutu na serikali kutizama hali hii na kuleta msaada kwa familia hizi zenye walifanya zaidi ya miaka 5 kwa ukimbizi. Usultani ya Walese Vonkutu inakuwa na vijiji zaidi ya 100, lakini mengi kati ya hizi vijiji zinakosa vituo vya afya. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kiza Mungu, Radio Kapi.
Kama vile tulivyojulisha hapo mwanzo, mvutano ulisalia kuwa mkubwa Jumatano hii katika wilaya ya Kalambai, eneo la Ngandajika ndani ya jimbo la Lomami, kufuatia mzozo kati ya shule mbili za sekondari, ni taasisi ya Mpwilai na Kaya. Mzozo huu ulihusisha wanafunzi na walimu, uliongezeka na kuwa mapigano makali siku ya Jumanne, kulingana na vyanzo vya ndani. Wanafunzi kadhaa walijeruhiwa vibaya na madarasa mawili kuharibika katika shule hizi zilizojengwa katika kituo cha misheni ya Katomba, karibu kilomita 25 kutoka mji mkuu wa eneo hilo. Maelezo yake Esther Ndalafina katika tafsiri ya Florence Kizalunga. Mashahidi wanadai kuwa yote yalianza mwanzoni mwa mwaka huu wa shule. Wanafunzi kadhaa kutoka taasisi ya Mpwilai waliacha shule kwa hiari yao na kwa sasa wanahudhuria taasisi ya Kaya, ambapo gavana mpya amepewa na tarafa ya EPST. Hii imesababisha kupungua kwa idadi ya wanafunzi katika taasisi ya Mpwilai. Chanzo hicho kinasema kuwa mkuu wa masomo katika taasisi ya Mpwilai hajakubali kuondoka kwa wanafunzi hao wa zamani. Kwa hivyo Jumanani hii mkuu wa mkoa akifuatana na wanafunzi kadhaa walikwenda katika taasisi ya Kaya karibu saa 6 kamili, na huko mapigano yakaanza. Msimamizi wa eneo anazungumzia kundi la walimu kutoka taasisi ya Mpwilai wakipinga kupangiwa gavana mpya katika taasisi ya Kaya. Mamlaka ya eneo hilo imetoa jumla ya majeruhi 2, mwanafunzi mmoja aliyevunjika mguu na vyumba viwili vya darasa vilivyoharibiwa katika taasisi ya Kaya. Hali ya wasiwasi inatanda Jumatano hii asubuhi katika eneo hilo kutokana na mwanafunzi huyo kuvunjika mguu. Hajakuwepo na polisi kufikia sasa, kulingana na baadhi ya wakazi wanaofia hali mbaya zaidi. Tukirudi mjini Kinshasa, kumbuka ajali iliyojitokeza kwa wanafunzi wapatao 15 katika shule ya Sabrina katika mtaa wa Mitendi wa Mongafula Jumatano hii. Walijisikia vibaya hapo jana baada ya mwanafunzi mwenzao kufungua kopo ya gesi aliyokuwa ameingia nayo darasani. Walihamishwa kwa dharura hadi hospitalini katika wilaya wakiwekwa kwenye oksijeni. Baadhi waliweza kurejea nyumbani hapo jana, kwa mjibu wa Severin Lumu. Pale Kisangani, wakaguzi wa wafanyakazi huko Kivu Kaskazini wako katika hali mbaya katika mji wa Kisangani. Wamekuwa ndani ya mji humo kwa zaidi ya mwezi mmoja wakisaka mishahara yao ya ambayo hawajailipwa kwa miezi mitatu, yaani Julai, Agosti na Septemba mwaka huu. Kwa mjibu wao, ahadi zote walizozipewa na benki ya Boa zimeonekana kutozaa matunda. Wakati huo huo, wamevunjika moyo huko Kisangani. Tunarudi tena mjini Kinshasa. Mapambano dhidi ya msongamano wa magari mjini Kinshasa yamebainishwa na kutuma kwa wanajeshi pamoja na maafisa wa polisi ili kupunguza msongamano wa magari. Maoni ya wakaaji yanaonekana kuwa tofauti kuhusu kufaulu kwa kusudio hilo, lakini shirika la raia ya Kongo yabaini kwamba hatua hii ambayo ilianza kutumika tangu Jumatatu hadi sasa imesaidia kupunguza mtiririko wa trafiki kwenye barabara kadhaa za mji mkuu wa Kinshasa. Hata hivyo, Jonas Chombela, mratibu wake, atetea kushirikishwa kwa shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu kufuatilia makosa yanayoweza kutokea ili haki za watumiaji ziheshimiwe. Kwa upande wake, kamishna mkuu wa polisi Filemon Patience Mushid Yave anawaagiza wakaguzi waliowekwa uwanjani kutaamini operesheni. Taarifa yake Grasa Mzati katika tafsiri ya Jacques Mukonkole. Baada ya kutambua kulingana naye kuboreka kwa trafiki hasa katika wilaya ya Changu, mratibu wa jumuiya mpya ya kiraia ya Kongo anatoa wito wa kuimarisha ujumbe wa kuwaelimisha wananchi kuhusu mpangilio huu. Jonas Chombela anashuhudia kama walipitia mji mzima binafsi wakapelekwa mashariki mwa Kinshasa, waliona polisi ya kijeshi imewekwa kwenye kona ambapo tatizo la foleni ni kubwa. Mara ya kwanza walikwenda hadi Nsele kwa urahisi sana, kwa utulivu na wakaru
wanarudi. Lakini jambo anatamani kuripoti ni kwamba mamlaka za kisiasa na kitawala katika operesheni hii inapaswa kuhususishwa uangalizi wa jamii ili kuzuia vurugu, kwani tayari kutoka siku ya kwanza kulikuwa na ukatili waliona kutokana na uasi wa baadhi ya madereva pale kuwapo kwenye lango la Petro Kongo, lakini lazima kupunguza uzito wake lilikuwa bado linafaa. Wakati wa ukaguzi wa taarifa siku ya Jumanne, msimamizi mkuu wa polisi Filemon Patience Mushindi Yave anaomba wakaguzi wa polisi kuzuia unyanyasaji na kiukaji wa haki za binadamu katika uwanja wa kazi. Pia anaomba watumiaji wa barabara kufuata sheria na kanuni za barabarani. Tunabaki mjini Kinshasa. Kutoroka kodi ya juu, msongamano wa watu na ukosefu wa utulivu wa vitongoji vilivyojaa mjini ndilo chaguo ambao familia nyingi za Kinshasa zimefanya. Hata kama hii inamaanisha kuhamia mbali na senta kubwa ya jiji kwa maeneo yenye watu wachache na wakati mwingine ambayo hayana maendeleo duni, watu wanapendelea kuishi kwenye viwanja vyao wenyewe bila mkazo wa kukodisha. Licha ya baadhi ya changamoto kama vile ukosefu wa maji ya kunywa, umeme na umbali kutoka kwa huduma za msingi, familia hizi zinatafuta maisha bora na uhuru fulani katika maisha yao ya kila siku. Ripoti ya Gloria Nelepea pamoja na Nene Lebamani yatafsiriwa na Jean Désiré Kanyama. Msimamo ule Bibi Sylvie, familia yake sawa wenzake wengine ulichukuliwa inapita miezi 3 tangu waliondoka mkoa wao wa Njili kwa kuenda nafasi itwayo Terre Jaune katika barabara Sekomaf Pakimbanseke, kiwani pamoja na jirani wake. Kutosha makao yake, Bibi Sylvie ana jumba la biashara, ana ufugo wa nguruwe, bustani ya mboga anazouzisha baadaye, kisima cha maji, kimya na mazingira mema. Lakini haikuwa kwepesi kuondoka katika makao yake ya zamani. Anasema ni jambo nililopinga mwanzo, lakini pamoja na kupanda kwa hali ya maisha, malipo ya nyumba na masomo ya watoto, tulitamani kuishi nafasi yetu. Wengine walifuata mfano wake, sawa Hervé Otoko aliondoka mkoa wa Brikin mtaani Ngalema na kwenda katika kata Kimbondo karibu ya nafasi Mama Koko, kwa wenye kufahamu eneo hilo la mtaa wa Mongafula. Familia hizo zinashuhudia ukweli mpya, mbali na fujo mjini pamoja na msongamano, bali karibu ya utulivu sasa. Anasema ni mfano uliokuwa ngumu hapo awali, lakini kisha masiku tulizoea kabisa na kufurahishwa sasa, sababu hapo tulikuwa wapangaji, aidha kwa sasa tuna makao yetu. Hata hivyo, ukosefu wa maji safi na umeme ndiyo magumu tunayo yanayotusumbua hakika, pamoja na msongamano wa magari kwenye kutumika na watoto wenye kusoma mbali mjini kati. Lakini tunatumia paneli za jua na visima tulivyotengeneza vya maji, na sasa maisha ni rahisi pamoja na watoto. Wapenda wasikilizaji, karibu tena kufuata kipindi cha pili cha taarifa yetu ya leo, naye msomaji Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Katika mtaa wa Beni, shirika la ujasiriamali la Afrika Amani limehitimisha toleo lake la kwanza la mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana 23 kutoka mji na mtaa wa Beni juma iliyopita. Sasa lengo la mafunzo hayo lilikuwa ni nini? Vijana hawa walichaguliwa vipi na watajumuika vipi katika jumuiya ya wajasiriamali? Ili kujibu maswala haya yote, tunamkaribisha kama mgeni mkurugenzi wa ufundi wa shirika la Afrika Amani, Celestin Bahati, ni katika mahojiano haya na Mark Marofimbo. Kaka Celestin Bahati, jambo. Jambo ndugu journalist. Umeongelesha vijana wa uisha leo mtaani Beni kuhusu namna ya kujitegemea. Tunaweza kuelewa ilitokea wapi mafikiri? Mafikiri yetu ya kukia kuongelesha wajane ilitoka na motivation ya kusema dunia leo surtout sana mkongo ma opportunities ziko mingi, na zile opportunities kuna kia sana msekter entrepreneuria. Tukisema tutachunga siku opportunities zitakuyaka, ndio tuanze préparer jeunesse. Si tu les devancer, tunaanza préparer jeunesse, tumeformer ba formateur, benye batakuwa na role ya kuformer bengine batu mu entrepreneuria. Donc motivation ya kwanza ni kuanticiper ma opportunities zitakia kesho. Motivation ya pili ni kusema kama ba jeune banakuwaka sana manipule na ba bandi ba rebelle, kubambia nono façon ya kuweza maisha kiatwa la arme uende ingia ma groupe armé. Mais si tunapenda tuanticiper ile kuambia ba jeune tuko na possibilité ya kuweza maisha kupitia biashara.
tufanye entrepreneuria, tutaweza maisha yetu na tutakuwa wanaume sa wengine wanaume. Umeongelea waliofunzwa, tunaweza kuelewa ni wangapi? Au total tuliforme 23 personnes. Mwile 23 tumeremettre ma brevet hapa kwa 12 personnes, bengine bakoza je déplacer, lakini tumeforme 23 formateurs et coach mu entrepreneuria. Sasa hatua ya kwanza ambao wataendea katika ile kazi ya entrepreneuria itakuwa nini? Mpasha habari, hatua ya kwanza mimi naweza sema sisi tumefanya. Juu hatua ya kwanza sisi tumeforme bale ba formateur. Ile ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni ya jeunesse ku décider kuitika kukiafata formation na benye batakubali kukuwa incube kwetu. Juu Afrika Amani au-delà kukuwa organisation humanitaire, tunaongelea amani, tuko aussi incubateur. Tuna incube ba jeune, banakia kwetu hata hana idée d'entreprise, anatoka kwetu na idée d'entreprise. Manake hatua ya pili na ni appel tunalancer kwa jeunesse bakuye bafate formation, itabasaidia sana. Wasichana pale wako encourager apparemment. Ndiyo, tunashukuru sana badada ya Wicha, biko badada wa courageuse sana. Balikuwa bengi, balifata formation. Curieusement, balikuwa pariwa courageuse, très active. Donc badada ya Wicha, bengine mukuye ba mingi, puisque mko ba formatrice batoto ya mwingine, bataba encadrer mzuri zaidi. Na hapa Wicha atakayeuliza ofisi yenu ni wapi, ataenda Beni wala hapa? Tuko na ofisi Beni na tuko na ofisi hapa Wicha, si ya maîtriser mwingine mzuri, lakini communiquer zitapita kwa radio, wapatie adresse na manimero zitapita, juu watu mnaweza contacter, juu kukia tola inscription kwa Afrika Amani. Hakosa kwa kumaliza, hii formation inafika wakati ambao dunia ulimwengu inasherehekea mwezi kuu ya amani. Utakuwa na ujumbe kwa vijana wale? Message yenye niko nayo kwa jeune yote ya Beni, territoire Beni ville na particulièrement ba jeune ya cité ya Wicha. Tuko na ingine moya kuresire bila kutola silaha. Tunaweza resire bila ta politique. Na tunaweza waambia kujere ma aspiration, tusione wenye baliwezaka kupitia masilaha, tusione wenye baliwezaka mkupitia manyanga. Tuko na formule zingine za kuweza maisha bila vile vyote. Tukie mu entrepreneuria, tufate formation, tujilance, tutole ma risque, tutaresire bila ta kupitia vitu ya giza. Shukrani sana. Nashukuru sana mpasha habari. Radio Okapi, dossier en Swahili. Bunia, mji mkuu wa Ituri, inabadilika. Kama hapo mbeleni ilijulikana sababu ya ukosefu wa usalama, leo kunaonekana maendeleo makubwa katika mji huu. Ni kama vile barabara mpya za lami, hoteli za kisasa na vinginevyo. Hii hapa ni picha ya sasa ya mji wa Bunia katika mabadiliko yake. Ni Jean-Claude Loki aliyeandaa. Ukitembea katika makata wa mji Bunia, mabadiliko yanakuwa wazi. Barabara kuu ambazo zamani zilikuwa zenye vumbi au hawezi kuipitia wakati wa mvua, sasa zimevikwa lami. Kila asubuhi vikosi vya usafi vinasafisha barabara, ikivutia pongera ya wakazi. Wakaaji ya Bunia, hata kama tuko katika security, mebiko na ile mapendo ya ichi ya kuendeleza vile ya bombele. Na hii jungufu wenyewe wiko naongoza, wiko nafaa. Leo ba majengo ya banyumba pali pote wa population wanajenga. Katika sekta ya hoteli kisasa kinavutia wawekezaji. Hoteli mpya zimefunguliwa ili kuwapokea wasafiri na wafanyabiashara. Pacific Keta, mwenyeji hoteli moja wa mji Bunia, anaona mbali zaidi. Kwa ukarabati wa uwanja wa ndege wa mji Bunia, anatarajia kuwapokea wateja wanaokuja hata kutoka nje ya nchi. On voit beaucoup d'hôtels qui sont en train d'être construits. Les grands impacts on sentira ça. Kutakuwa na ndege kwa mfano Airbus 330 zinazochukua abiria 300 au zaidi. Mara tu wanapofika mjini Bunia, bila shaka hoteli zitajaa. Les hôtels seront pratiquement débordés. Sekta ya mafuta pia haikubaki nyuma. Idadi ya magari na pikipiki barabarani imeongezeka kwa kiasi katika miaka ya karibuni. Matokeo yake, vituo vya mafuta vinaongezeka kutoka 23 hadi 41 katika muda wa miaka michache tu. Lakini mpango huo unapaswa kuunga mkono na waongozi wa nchi. Lucien Muliri ni mwalimu wa chuo kikuu. Ya kwanza ni security, kwa sababu kama hakuna amani, wafanyabiashara hawawezi kufanya kazi na walipe kodi yenye wanaweza kuleta kwa serikali. Lakini shida ingine kubwa zaidi, mataxe zinakuwaka mingi sana na zinakuwaka ziko zinadekuraje wafanyabiashara. Ingalikuwa heri guvernema yetu na leta afikirie wafanyabiashara, awapunguzie mataxe, waendeleshe biashara, wapatie wenye hawana makazi wapewe makazi, na ushuru
ilipiwe na maempo zote zilipiwe, na ili itasaidia leta naye kuendelea mbele, na muji yetu pia inaendelea mbele na inavutia watu wengi. Bunia inataka kufunga ukarasa wa sura ya machafuko na kuwa sasa kama mji kikuu cha kiuchumi katika jimbo la Ituri. Toka Bunia, naitwa Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi. Na kupitia taarifa hiyo kutoka Radio Okapi ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ni ambapo ulikuwa ukisikiliza ni Kivu News and Fox, machako pekee na habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama taruta umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News and Fox kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News and Fox kwa sehemu gani, na wenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza kubonyeza kwenye titre na nitakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambapo utakutana tumekuwekea linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itasababisha unajumuika nasi kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili ukibonyeza iza kuklikia itasababisha unajumuika nasi kupitia grupe letu la WhatsApp, na itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambapo tutakuwa na kupotea habari mpya kwenye channel yetu ya YouTube. Langu jina mimi ni Iteloje Lulonga, sina la ziada, acha tuendelee kukutakia asubuhi njema, na huenda tutanana tena kwenye taarifa zetu zingine za baadaye. Hii ni Kivu News and Fox, machako pekee cha habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.